Kwa hadhara hii naomba nikushukuru sana Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Sana. Ameweka msisitizo, na hapa tumekuja na waziri wetu anayemwakilisha waziri wa TAMISEMI. Mmemwona naibu waziri wetu anayewakilisha waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama hizi barabara hazitajengwa, hawa watu wawili hawatakanyaga Arusha. Kwa sababu najua rais hana tatizo, waziri mkuu wetu wewe huna tatizo, na wananchi wa Arusha hatuna nini? Matatizo yanabaki wapi? Na kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu umeongozana na naibu waziri wa fedha, naomba naye asimame wamuone. Kona huyu kama barabara zitajengwa, na huyu hapa Arusha tusimuone. Lakini najua ni watu wema na uhakika barabara zitajengwa. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii miradi, kwa kuwa tu mkutano ndoto yako ni kuwasikiliza wananchi, na mimi singependa kula muda wao, lakini tuna miradi 54 inayoendelea katika jiji letu la Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiachilia mbali uwanja unaojengwa na Afcon, jiji la Arusha pia tunajenga uwanja wetu. Uwanja utakao kuwa na uwezo wa kubeba watu 10,000. Uwanja utakao kuwa na viwanja vidogo vidogo visiopungua 2 vitatu kwa ajili ya shughuli ya mazoezi pamoja na uchezaji wa basketball. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna ujenzi wa ofisi ya utawala ya jiji la Arusha. Tuna ujenzi wa ukumbi. Ukiangalia tu pale nyuma utaona Levelos pale kuna ujenzi wa hospitali. Tunayo miradi 54 inayoendelea katika jiji letu la Arusha. Nani kama Samia? Jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nikushukuru. Asubuhi tulipokuwa pale stendi umetoa maelekezo. Maelekezo hayo yanakwenda kutimiza ndoto ya Wanaarusha kuishi kama wako Ulaya. Kweli unaenda kuifanya Arusha irudi kwenye hadhi yake ya kuwa makao makuu ya Afrika Mashariki. Ndugu wananchi, niwaibie siri. Mheshimiwa Waziri Mkuu ameagiza yale mabasi yanayoonekana Dar es Salaam ya mwendo kasi. Kasema mabasi hayo tayari ameyaona yako Zanzibar. Ametoa maelekezo, tukae, tukimbizane, anataka mabasi hayo ayaone hapa jiji la Arusha. Anataka inapofika Afcon, wana Arusha tutoke Mshono, tumekaa kwenye mwendo kasi za kisasa tena zinazotumia gesi au umeme kwenda kuangalia mpira Afcon. Anataka abiria wakitoka pale stendi Bondeni City kwa barabara njia 4 wanakuja mpaka kona Mbauda, wanaingia hapa Kilombero sokoni, wako kwenye magari masafi ya kisasa yenye hadhi ya jiji la Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana maelekezo yako hayo. Tukua tunateta na mstahiki meya ya kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu akishasema utekelezaji unaanza mara moja. Utakapoondoka wewe leo, kikao kinakaa leo. Na kwa sababu waziri mkuu wetu ndio msimamizi wa TAMISEMI, tunao hakika hakuna mahala tutakapokwama. Naomba makofi mengi zaidi. Mwisho, sio kwa umuhimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, taifa letu tumempoteza baba yetu kipenzi, mzee wetu Kardinali Pengo. Mzee huyu ametumika kwa miaka mingi katika taifa letu. Mimi nimemfahamu akiwa kwenye nafasi ya ukardinali, lakini ni mtu mnyenyekevu sana. Alitukumbatia watu wa dini zote bila kubagua, na alituhudumia kiroho, mimi nikiwa shahidi. Na hata nilipopata nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Kardinali Pengo alisafiri pamoja na uzee wake kuja kuniombea dua mtoto wake ili nifanye kazi njema iliyonipa kibali na baraka hatimaye kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili la Arusha. Kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba dakika moja tumkumbuke mzee wangu huyu, ili Mungu akamlipe mema mengi aliyoyafanya hapa duniani,
ya kuwaunganisha watu wala sio kuwatenganisha, ya kuwapatanisha watu wala sio kuwafarakanisha. Na hatimaye tunaiona Tanzania moja, na wala hatukujali dini zetu wala kabila zetu wala vyama vyetu. Tulimkimbilia kama baba na mwalimu wa kweli wa taifa letu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa idhini yako naomba tusimame dakika moja, a moment of silence, tukitambua mchango wake na uwepo wake, ili siku tutakayokwenda kumhifadhi ya tarehe 28. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa ruhusa ya kwenda kumzika baba yetu Kardinali Lipengo, ili tutakapoenda kumhifadhi basi uko mbinguni akazisikie pia dua za wananchi wa jimbo la Arusha mjini, wakiukumbuka wema wake na kumlilia, ili Mungu akampe heri katika maisha yake ya huko dunia. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Pumzika kwa amani baba yangu Kardinali Lipengo. Arusha oye! Naomba tumshangilie kwa makofi mengi Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mbunge wetu wa jimbo la